Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahi Shamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya mbuzi. Ni wakati wa kufanya ulilolipangia. Mtu atakukosea. Utalishughulikia jambo mapema sana kabla ya kupata taarifa. Kufanya vitu kwa wakati. Hivyo ndivyo unapenda. Utashiriki kitu kumfurahisha mtu. Kwa baadhi yenu mtakuwa na masikitiko. Mtu atahitaji kujieleza kwako. Kupigiwa sana na mtu. Mashaka yako yazingatie, kwani kuna ukweli uliopo. Nyota ya mashuke. Kumwonya mtu. Kufuatilia maendeleo ya kitu. Kupunguza ukaribu na mtu. Kusahau ndoto yenye ujumbe muhimu sana. Utamkumbusha mtu kwa kazi uliyompatia. Mafikirio yako ni mengi, yanapungua na kuongezeka. Una kitu hutaki kuachana nacho kabisa. Utayafikiria maumivu uliyoyapitia. Kupata somo jipya au utambuzi fulani. Mtu atafurahishwa na mapokezi yako. Utafanya kazi kwa haraka. Utadhamiria jambo. Kuufaulu mtihani au kuukwepa mtego mgumu uliowekewa. Mtu anakupima upendo wako kwake. Nyota ya ng'ombe. Kuheshimiana na mtu sana. Kufanya mambo mengi kwa umoja na watu. Wakati wa asubuhi utakuwa na nguvu sana. Utaweza kufanya vitu kwa haraka. Mtu atakupa muda kulifikiria jambo. Utajiongeza kufanya kitu kitakachokuwa na usawa kwako. Utakubali kukosolewa ili uwe sawa. Kumjadili mtu. Mawasiliano ya mbali yatakufikia tena. Uwazi wa jambo kuwepo. Kuthamini ulichopatiwa na mtu. Kupokea baraka uliyosubiri kwa muda mrefu. Kutunza vitu vingi kwa kumbukumbu. Kitu bora kipo njiani kuboresha msingi wako wa maisha. Mabadiliko ya kihisia. Kuona na hali fulani yatajitokeza katika msimu huu wa samaki. Mvua itakaponyesha, usisite kuomba dua njema kwako na familia yako. Ng'ombe, itunze amana yako na mwongozo wa haki unaotakiwa kuufanyia kazi. Jirudi kwa matendo mazuri, milango ya heri itafunguka zaidi kupokea unachostahili. Mtu usiyemuona au kumuota kwa muda mrefu, ana ujumbe wako wa siri. Kuuficha ukweli ikiwa unaujua. Nyota ya mizani. Kufanya sana maombi. Kuhitajika kwenda sehemu ya mbali. Kuna malipo utafanyiwa. Kushuhudia tukio la hatari. Kujua jambo ulilolipitia lilikuwa na sababu. Tabasamu lako litarudi usoni mwako. Vikwazo na chuki unatakiwa kuviondoa ambavyo vinasababishwa na wewe mwenyewe. Kujiuliza jambo. Kuomba msamaha. Kuhitaji kikao kiwepo. Mtu atakuonea huruma. Mtu atakumbuka ahadi yake kwako. Utatimiziwa kitu. Kufanyika kwa mchango. Nyota ya mapacha. Kuota na kuona kitu kinachofanana. Kuuliza kitu. Kupata mbinu mpya. Kuwajibika kwenye jambo kwa haraka. Mazoea ya watu wengi kusogea kwako. Kuonesha tabasamu kwa kitu unachokiwazia. Mawazo yako ya sasa yatakuwa mbali kwa mambo mengi unayoyatamani. Kujifariji zaidi. Kuachana na simanzi kwa kuwaza kitu. Mabadiliko yako mazuri yanakusogeza kwenye njia nzuri. Nyota ya ndoo. Kusuluhisha jambo la mpaka. Mtu ana nia ya kukuaibisha. Utajua kitu mapema sana. Utamshangaza mtu. Kubuni muundo mpya wa kitu. Kuiandaa kazi itakayokuwa bora. Kitu ulichokiwazia kitatendeka. Utakuwa mwenye ulezi sana kwa watoto au mtoto. Changamoto yako ya kifedha itaisha. Upo kwenye njia ya kupokea. Nyota ya samaki. Utajitahidi kuwa mwangalifu kwa mtu uliyekuwa na shaka naye. Kushughulikia masuala ya vipimo muhimu. Utapishana na mtu kauli. Utafurahishwa na punguzo la bei kwenye bidhaa fulani. Utashindwa kuwa huru kwa kumhofia mtu. Utafanya ulinganiaji au kutoa elimu ya kidini na utaeleweka kwa watu wengi. Utasitisha kufanya maamuzi au safari uliyoitarajia. Kupokea kitu kutoka kwa mtu muhimu. Utaahidi kufanya malipizi kwa mtu aliyekukosea. Utajiweka mbali na muunganiko wa watu. Nyota ya nge. Kushughulikia jambo la matibabu. Utajivunia kuwa na muonekano fulani.
kuhisi kutendewa hujuma kwenye kitu chako. Utapata ushawishi wa kufanya mazoezi. Kulimudu jambo gumu. Utahisi ulimkosea mtu asiyekuwa na hatia. Utayarekebisha makosa ya mtu. Hutosita kumwambia mtu ukweli. Kuna mtu bado anahitaji ushirikiano na wewe. Utafanikiwa kumiliki kitu ulichokihangaikia kwa muda mrefu. Utaukumbuka uwepo wa mtu wako wa karibu aliyefariki. Utajiweka mbali na mtu kwa muda. Nyota ya kaa. Kujishusha kwa kuhitaji amani. Utakuwa mbali na watu wasiojua thamani au mchango wako kwao. Utasitisha huduma fulani. Utasitisha kufikisha malalamiko kwa mtu. Kumwona mnyama anajisaidia haja karibu yako ni ishara yenye ujumbe kuwa kuna mtu ana lengo la kuishusha heshima yako kwa hila zake. Utamweka mtu sawa kimawazo na imani. Utampuuza mtu. Kuhusishwa kwenye jambo muhimu litakalo kuletea faida. Nyota ya mshale. Kupata uhamisho wa kikazi uliokuwa unausubiri. Mipango iliyovurugika inaundwa tena. Mtu atakujuza kuwa ametapeliwa au kuibiwa. Kuzisuruhisha kesi za mtu kila siku. Kuhisi njaa kali sana. Utapenda kuwa mmoja wao katika kikundi au umoja wa watu. Kufanya maandalizi kwa ajili ya mtu. Kupendezwa na kitu. Nyota ya simba. Kumwota sana mdudu jongoo. Anakujulisha ni maradhi ya husda yanakuandama. Ng'ombe mdogo anakupa ishara ya uzao na pesa utakazozipata kwa haraka. Kwa namna nyingi utakuwa unapata ishara tofauti wiki hii. Kuona njia nyembamba au zilizogawanyika. Inakujulisha katika utafutaji wako utajibana sana ili utimize lengo. Utashindwa kuwa mkweli kwa mtu. Utahofia kupoteza au kushuka kiuchumi. Kumwahidi mtu. Nyota ya punda. Utakuwa sababu ya mtu kupata msaada. Mtu atakwambia umekuwa mzohofu sasa au unyonge. Utahisi mtu hutoelewana naye. Mtu anakuja na lengo zuri kwako. Kumjibu mtu jumbe nyingi alizokutumia. Kuhakikisha kitu kipo sawa. Kazi yako ni ya umaridadi sana. Akili yako hufanya kukuza kidogo na kuwa kikubwa. Kupanga vitu. Mtu kukufuata ulipo kwa lengo la mazungumzo. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.